Mataifa matatu yenye nguvu duniani ikiwa ni pamoja na Uchina, Urusi pamoja na Iran yapo katika mpango wa kufanya mazoezi makubwa ya pamoja ya kijeshi ya majini. Mazoezi hayo ambayo yanatajwa kwamba yatakuwa ni makubwa ni mazoezi ambayo yatajumuisha eneo la bahari ya Hindi, lakini pia ni mazoezi ambayo Beijing imedai yatazihusisha Iran pamoja na Russia. Mazoezi ya pamoja majeshi ya majini yatakayohusisha vikosi hivyo vya majini vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Urusi pamoja na Uchina yamepangwa kufanyika katika eneo la kaskazini mwa bahari ya Hindi, ambapo mataifa hayo matatu yatashiriki katika operesheni kubwa za baharini zinazojumuisha vitengo mbalimbali vya vikosi vyao vya jeshi. Kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya China imetangaza katika akaunti yake rasmi ya Weibo siku ya jana Jumapili kwamba mazoezi hayo ya majini yaliyopewa jina la Ukanda wa Usalama mwaka 2025 yatafanyika katika maeneo karibu na bandari ya Chabahar kusini mashariki mwa Iran mapema na katikati ya mwezi Machi. Taarifa ya wizara hiyo imesema mazoezi hayo yatajumuisha kozi za mafunzo ikiwa ni pamoja na kushambulia malengo ya baharini, kudhibiti uharibifu na shughuli za pamoja za utafutaji na uokoaji. Taarifa hiyo imesema mazoezi hayo yanalenga kuimarisha hali ya kuaminiana kijeshi kati ya mataifa hayo yote mawili na kuongeza ushirikiano wa kivitendo kati ya wanajeshi wa nchi zitakazoshiriki. Jeshi la wanamaji la ukombozi la watu wa China PLA limeripotiwa kutuma manowari ya kivita na meli ya misaada ya kijolostiki ili kushiriki katika zoezi hilo la pamoja. Mtaalamu wa China amesema kuwa zoezi hilo litasaidia kulinda usalama katika eneo muhimu la kimkakati la usafirishaji wa nishati. Ukanda wa usalama mwaka 2025 ni mazoezi ya 5 ya pamoja ya majeshi ya majini ya China, Iran pamoja na Urusi tangu mwaka 2019. Jeshi la wanamaji la Iran na wenzake wa China na Russia wamefanya mazoezi kadhaa ya kijeshi katika miaka ya hivi karibuni ili kuimarisha usalama, amani ya kibiashara ya kimataifa ya baharini. Kufanyika kwa mazoezi hayo ya pamoja ni katika kile ambacho mataifa yote matatu yalikubaliana juu ya ushirikiano katika masuala ya kijeshi, lakini pia na pamoja na kiuchumi. Katika siku za hivi karibuni mataifa hayo ambayo pia ni wanachama wa BRICS yameamua kushirikiana katika kila nyanja. Wakati huu yanashirikiana katika masuala ya kijeshi na mpango wao ni kuweza kuwa na majeshi imara ambayo yatakuwa na teknolojia kutoka kwa wote. Inadaiwa kwamba Korea Kaskazini ni moja kati ya mataifa ambayo licha ya kwamba hayakutajwa kushiriki katika mazoezi haya ya ukanda wa usalama mwaka 2025, lakini inadaiwa kwamba mataifa haya ambayo yanajumuisha Urusi, China, Iran pamoja na Korea Kaskazini yanataka kutengeneza mfumo wa kubadilishana teknolojia katika majeshi yao, jambo ambalo mataifa magharibi yanaona ni jambo hatari zaidi. Mpango wao ni kuweza kusaidizana katika kuwa na silaha za kila nchi ili tu waweze kujilinda vema. Ni kwamba Urusi itapeleka teknolojia yake ya kijeshi katika mataifa yote matatu, lakini pia China kadhalika na hata Korea Kaskazini pamoja na Iran. Ikumbukwe hata katika kipindi cha vita kati ya Warusi na wa Ukraine, Iran ni moja kati ya mataifa ambayo yalipeleka makombora yake, lakini pia inadaiwa pia ndege zake za Shahed zilitumika katika vita ambavyo bado vinaendelea. Kadhalika Korea ya Kaskazini ambayo ni nchi iliyo karibu zaidi na Urusi, nayo ilipeleka wanajeshi wake ambao wanatumika katika vita vinavyoendelea huko nchini Ukraine. China haikushiriki kupeleka silaha na data bado hazionyeshi kwamba imepeleka silaha au wanajeshi, lakini inadaiwa kwamba imeisaidia Urusi katika kukuza uchumi wake wakati wa vita, ambapo taifa hilo lilisaidizana na India katika kununua mafuta na kuyasambaza katika mataifa mengine, jambo ambalo liliisaidia Urusi katika kuingiza faida zaidi wakati wa kipindi cha vita. Mtazamaji, bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment na kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kutufuatilia wakati wote.